Shetani anatumia sana mlango wa uchumi kuwatesa Wakristo. Shetani anatumia sana mlango wa uchumi kuwatesa walioamini. Sikiliza ndugu yangu, kazi mojawapo ya msalaba ni ukombozi wa kiuchumi. Kazi mojawapo ya msalaba ni ukombozi kutoka katika utumwa wa kifedha, kutoka katika vifungo vya kiuchumi. Kitabu cha Korintho wa pili 8:9, maana mmejua neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, jinsi alivyokuwa maskini kwa ajili yenu, ingawa alikuwa tajiri, ili kwamba ninyi mpate kuwa matajiri kwa maskini wake. Hii neno inasema mpate kuwa matajiri kwa maskini wake. Hii ni kazi mojawapo ya msalaba. Kuna kazi kama 7 za msalaba, lakini kazi mojawapo ya msalaba, Yesu Kristo anavyopigwa msalabani na kutoa uhai wake kwa ajili ya maisha yetu msalabani, ni ili watu watakaomwamini kupitia umaskini alionekana nao, sisi tukapate kuwa matajiri. Mungu wetu ni Mungu mwenye wivu, asiyetaka wenye haki wake au watoto wake waonewe. Hakuna mzazi anayefurahi kuona mtoto wake anaonewa. Kwa maana hiyo, Mungu ameshakwisha kutupatia urithi, tena zaidi ya urithi, kupitia mwanawe Yesu Kristo aliye Bwana Mwokozi wa maisha yetu. Lakini zaidi kwenye kitabu cha Mhubiri 3:13 anasema, tena karama ya Mungu kila mtu apate kula na kunywa na kujiburudisha kwa mema katika kazi yake yote. Hapa tunaona inaongelewa karama, kuwa karama ya Mungu kwa wanawe ni moja ya kula na kunywa. Kula na kunywa pia ni mapenzi. Tukisema karama katika Biblia ya Kiingereza nasema ni zawadi. Zawadi mojawapo Mungu ambaye aliwapatia watu wake ni kula na kunywa. Kwa hiyo karama ni zawadi, karama ni faida ambayo Mungu amempatia mwanawe. Karama ni baraka au utoshelevu anaopewa mtu kulingana na kazi yake. Kumbe kazi inaweza ikawa moja, lakini zawadi au faida zinatofautiana. Ndio maana nasema kuna wengine wameitwa namna hii, lakini utendaji kazi wa Mungu ndani yao ni una tofauti kulingana na kazi ya mtu alivyoitwa. Kumbe uchumi, nikisema uchumi maana yake ni kula, kunywa na kuvaa, kwa sababu ndio utoshelevu. Ninaweza nikaziweka katika fungu la karama ambazo Mungu anahitaji uwe nazo katika mwili wako, uzipokee upate kula, kunywa na kuvaa. Sikatai ya kuwa kuna karama za rohoni, lakini ambazo karama za rohoni ndizo karama zilizo kuu, lakini pia ni mapenzi ya Mungu ya kuwa watoto wake wapate kula, kunywa na kuvaa. Zaidi, karama ni kama talanta, na kupanua kidogo ili uweze kujua ipi ni neema ya Mungu katika uchumi. Karama ni kama talanta anayopewa mtu, na hiyo karama inamwezesha kila mtu kupata kula, kunywa na kuvaa, lakini mpaka huyo mtu awekeze katika talanta hiyo. Nataka nikwambie kwamba una karama, una talanta ambayo Mungu amekupa. Usipoiwekeza talanta hiyo, ndiyo maana hadi sasa unapata kuona ya kuwa pengine Mungu anahitaji upate kubarikiwa, lakini kuna talanta ambayo Mungu amepata kuweka ndani mwako. Kunacho kipaji, kunacho kibali ambacho Mungu, au kunayo faida ambayo Mungu amesheneza ulivyoumbwa wewe. Kuna kitu ambacho Mungu amekisheneza ndani mwako. Kupitia kitu kile, ukipata kwenda kukiwekeza, utapata kula, kunywa na kuvaa. Kwa hiyo kwa Mkristo zawadi ya kwanza kwa Mkristo ambayo Yesu Kristo analiachia kanisa, zawadi ya kwanza ni kipawa cha Roho Mtakatifu. Na kupitia kipawa cha Roho Mtakatifu mwenyewe atapata kukuongoza, kwa sababu karama, zawadi utapata kuzipokea, zawadi na urisi wa Bwana ambao anapata kutuahidia kupitia mwanawe Yesu Kristo, kwanza kwa ukipokea kipawa cha Roho. Kwa ili mtu ainuliwe, lazima kwanza atambue talanta ambayo huwezi ukatambua talanta kama una kipawa cha Roho, kwa sababu Roho mwenyewe ndio atakusaidia upate kuona kwa undani, wewe mtu wa ndani upate kuona kitu ambacho Mungu ameweka ndani mwako. Kwa hiyo kipawa cha Roho Mtakatifu akikaa ndani mwako, atapata kukujulisha kwamba ni kwa namna gani au kitu gani ambacho Mungu ameweka ndani mwako. Kupitia hicho kitu Mungu anahitaji ukapate kula na kunywa. Kwa ili mtu ainuliwe, lazima kwanza
atambue talanta aliyopewa, na kwa hiyo kila kitu atapata kwa neema ya Mungu. Kitabu cha Misali 17:8, kipawa ni kama kitu cha samani machoni pake aliyenacho. Kipawa ni kitu cha samani, ni jiwe la samani kwa kila mtu aliyenacho kipawa. Kwa hiyo kila kigeukapo ufanikiwa. Ili ufanikiwe lazima ubadilishe talanta uliyopewa ndani mwako, lazima ubadilishe zawadi uliyopewa ndani mwako, lazima ubadilishe kitu ulichopewa ndani mwako, kakiwekeze. Katika ukikiwekeza utapata kufanikiwa, na usipokiwekeza maana yake huwezi ukafanikiwa. Na ni sana wale watu ambao walipewa talanta, huyu talanta 1, huyu talanta 2, na huyu talanta 5. Huyu mwingine alipewa talanta 3 na talanta 5 aliwekeza, lakini huyu aliyepewa talanta 1 hakuwekeza kwa sababu ya uoga. Kwa hiyo hawezi ukana na kunywa na kupata faida, kwa sababu talanta na kitu kilichowekeza ndani mwako haujapata kukiona, haujapata kukitambua na kwenda kukiwekeza. Kwa hiyo Mungu ametuahidia baraka na kutupa tumaini katika kila jambo. Kupitia Yesu Kristo tumeahidiwa kuwa na baraka. Agano la ulisi, agano ambalo Yesu Kristo analifanya msalabani, mojawapo ni ukombozi katika malango ya kiuchumi. Anasema, maana yajua mawazo na wazia ninyi, asema Bwana, ni mawazo ya amani wala si ya mabaya, kuwapa ninyi tumaini siku zenu za mwisho. Mawazo anatuwazia Bwana ni mawazo ya kuishi maisha yenye furaha, amani, kula, kunywa na kuvaa. Mtume Paulo zaidi anasema, sisi tukipata kula na kuvaa katika Kristo lazima tumekuwa huru, na tutamtumikia Kristo kwa mioyo yetu yote, kwa akili zetu zote, na kwa vitu vyetu vyote, kwa sababu tunapata amani katika kila jambo. Ninakutamkia neema ya kutambua karama na talanta ambayo Mungu amepata kuweka ndani mwako kwa msaada Roho Mtakatifu. Akupe macho ya rohoni, ukapate kuelewa ipi ni neema ya Mungu katika malango ya uchumi. Ipi ni neema ya Mungu katika malango ya uchumi? Aiza una huduma, aiza wewe umeitwa katika sehemu mbalimbali. Ipi ni neema ya Mungu ambayo Mungu anahitaji akawate kubarikia katika wito uliowekewa kwa ajili ya utukufu wa jina lake, kwa sababu kupitia wewe Mungu anahitaji akapate kwenda kutukuzwa. Ninakuombea neema ya Mungu na macho ya rohoni yakawate kufunguka, ukapate kuelewa na kuwekeza katika talanta ambayo Mungu ameweka ndani mwako. Ninakuombea na nakuombea neema hiyo ikapate kufanya kazi ndani mwako. Mungu akapate kuinuliwa zaidi katika kila jambo. Kwa ujumbe huu Mungu akapate kuvusha, na mwaka 2026 ukapate kuwa ni mwaka wa mafanikio katika maisha yako. Haleluya. Bwana atukuzwe sana.